Alikuwa amekaa kwenye kiti hapo na mimi nilikuwa nimekaa karibu yake hapo. Tumeangalia mpira hapo. Kaenda nyumbani akatuacha sisi. Baada ya kuangalia mpira akaondoka. Akaondoka akatuacha sisi, na alivyotuacha sisi tukaendelea kuangalia, ndo aliachiwa ba akasema mimi nafunga, akatutoa sisi tukaondoka. Baada ya kuangalia mpira kuaga na anaenda zake nyumbani na hatumii pombe. Mtazamaji unayetazama ni mwendelezo wa hadithi ya kusikitisha ya Thomas Karatu mwenye miaka 48 ambaye mwili wake umekutwa ndani kwake akiwa ameuawa kikatili kwa kuchomwa na visu shingoni, tukio ambalo limetokea tarehe 10 mwezi wa 4 ya mwaka 2025. Ni tukio ambalo ni la kusikitisha, familia imekumbwa na pigo kubwa. Si hivyo tu, lakini pia wanamichezo wamekumbwa na pigo kubwa, kwani huyu alikuwa ni mwanamichezo kubwa, lakini pia alikuwa ni shabiki wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Lakini naambiwa hapa kabla ya kutokea kile ambacho kimemtokea ni kwamba alikuwa akitazama mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha Al Masry, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba kuibuka na ushindi. Lakini pia kabla ya hapo aliendelea kutazama mpira, ambapo alizitazama timu mbalimbali za Champions League, FC Barcelona dhidi ya kikosi cha Borussia Dortmund, na baadaye akaelekea nyumbani kwake, ndipo umauti ukamkuta kwa kile ambacho kilimkuta. Tumefika hapa na tunazungumza na wanamichezo, na wenyewe wanamuelezea kwa namna gani, kwa maana kwamba familia ya michezo hapa katika mtaa wa Gendi Barazani imekumbwa na pigo kubwa. Tupo hapa na hapa ndipo sehemu ambayo alikuwa akitazama mpira kabla ya umauti kumkuta, na tunazungumza hapa na wanamichezo. Mimi naitwa Hosea na ripoti kutoka hapa Gendi Barazani. Naitwa Baraka Lazaro. Katika historia fupi ni kwamba jamaa jana tulikuwa naye kwenye mpira, tumemaliza kuangalia mpira, yeye akatuacha. Baada ya kutuacha si naye tukaenda kulala. Tumeenda kulala, asubuhi na kuja kuamshwa kwamba hatuko naye. Mechi tuliangalia wote, japokuwa mimi ni mwana Yanga, lakini nilikuwa mzalendo kwa jana. Kwa sababu kwanza mechi ilinifurahisha Simba kuwapiga Waarabu. Ile mechi ilinifurahisha. Nikaweka kwanza kuwa mwana Yanga pembeni, uzalendo kwanza. Mshikaji mlikuwa naye? Alikuwa kwenye mechi. Na yeye ni shabiki wa timu? Yeye ni mshabiki wa Simba. Sasa mimi baada ya Simba kumaliza mchezo nikaenda zangu kwanza nyumbani, kufika nikala, nikalala. Nikaenda kuangalia ile mechi ya kuanzia saa 5. Na jamaa yeye alituacha pale sisi saa 7 usiku. Akaenda zake nyumbani. Ndio hii asubuhi nakuja kuambiwa tuko naye. Kazi yake yeye ni mfanyabiashara. Ananunua mahindi na kuuza. Na alikuwa anapeleka mahindi mpaka Kenya, wapi. Kwa hiyo kwa kifupi mimi maelezo yangu ni hayo, alafu wala hanaga kero na mtu. Ucheshi wake wala hanaga shida na mtu. Yaani yuko free. Utani nini, kucheka kawaida nini, wala hana shida na mtu. Na alikuambiaje sasa Yanga iliposhinda, na wewe ni mwana Yanga, alikuwa anawaambiaje Simba iliposhinda? Simba iliposhinda. Kuhusu jana alifurahia ushindi. Kweli alifurahia ushindi kwa sababu yeye naye si mwanachama wa Simba. Kwa hiyo alifurahia ushindi. Hata mimi nilifurahia kwa sababu sisi tunakuwa wapinzani kwenye timu za ndani. Lakini tukishaenda nje unaangalia kwanza umoja. Ndio jinsi ilivyo. Alikuwa anawaambiaje sasa? Wala hata hakuwa na maneno mengi sana zaidi ya kufurahi kushinda. Basi. Na tukaangalia mpaka mechi ya Ulaya usiku. Kama jinsi tunavyoishi, Uwaga kweli anapenda kukaa na vijana. Na sijawahi kuona kweli akiwa na kero na mtu hata siku moja. Ni tunashirikiana naye, magari yake anapakia usiku hapo, maharage mahindi. Vijana wanafanya kazi zake, anapeleka mahindi Kenya. Ndo kazi zake. Sasa taarifa ilikufikiaje? Tuelezee situation. Mimi nilikuwa umeachana naye
Mimi asubuhi nimelala nikaja kuamsha. Nimeamsha nikaambiwa, "We, mbona anko amefariki?" Nikaambia nini? Ndo kuamka hapo kwenda kweli hatuko naye. Kwanza ilinishtusha, nikakosa nguvu mpaka nikachuchumaa kwanza nikakaa chini. Ndo hivyo, hata sasa hivi nimetoka kule, nimepeleka maturubali kwa ajili ya vijana jioni kuwasha moto kwa ajili ya msiba. Polisi walionifuata ni kuhusu balozi wakati tunaongea pale. Mimi nikamwambia balozi, mbona huyu tulikuwa naye kwenye mpira? Ni nini tena? Kwa hiyo asubuhi ile ndo maana akaniita kwamba si mlikuwa naye mpaka saa ngapi? Mpaka saa 7. Kwa jina naitwa Selemani Ismaili. Jamaa alofariki ni mteja, ni kama brother na ni mteja wangu, anakuja kuangalia mpira hapa. Na mimi ndo mwenye ofisi. Waga ndo kijiwe chake. Usiku kila siku tunakupiga naye. Na vile pia mbali na mimi kufungua ofisi, pia mimi ni mfanyakazi wake. Ama anafanya biashara ya mahindi, mimi nilikuwa kuli wake. Na hiyo ofisi ana mchango wake hapa. Kwa hiyo ni bosi wangu, vile hata mimi mwenyewe nimeumia. Ni mtu ambaye asopenda makuu na watu, ni mtu ambaye ana ugomvi na mtu. Ni mtu simple sana. Nikaa nimwachia, kuna jamaa wangu nimwachia ofisi mida saa 1. Kwa hiyo sasa mimi nilipokuwa nyumbani nilipigwa taarifa asubuhi tu bana, kuna tukio limetokea, bosi wako amefariki hivyo. Na asubuhi kutoka mjini mimi kuja kufungua ofisi. Ila waliokuwa ofisini jana wanaangalia mpira, mmoja hapo ni hapa ndio kijana hapo. Nakuja kuangalia mpira kama game za Barcelona, Madrid, game za nje, waga tunakaaga naye hapa game za saa 5, saa 4. Waga tunakaaga naye hapa tunaangalia mpira. Waga anapenda mshabiki wa Barcelona na hapa ni mshabiki wa Simba. Fresh tu, anafurahi tu, ana shida. Yaani ni mtu ambaye yuko fresh, anashangilia vizuri, hatuna shida. Yaani ni mtu ambaye yuko safi tu. Hana shida yoyote wala pressure yoyote. Ni mtu ambaye muongeaji, kwa swala la mpira anaongea. Na hata vijana nasikia walikuwa wanabishana na kuhusu mpira. Hivyo, wanabishana wanabishana kuhusu mechi ya Simba iliyochezwa nini hivyo. Ni mtu kusema ni mshabiki mzuri tu. Kweli tumeumia. Sio wana michezo, yani nimeumia sababu ni bosi wangu. Hichi kijioni mifunguani, mchango wake mkubwa sana huko hapo. Mara ni bosi wangu, yani nimeumia sana. Tofauti na mwana michezo ni bosi pia. Maana hichi kijioni yeye ndo kasababisha hapo. Hela zake ziko hapo na mchango wake uko hapo. Maana nilikuwa kijana wake kama kuli. Mimi ni kuli.